Na Mheshimiwa Rais leo katika kuwapongeza kufuatia mafanikio mbalimbali. Hafla hii ina mwelekeo gani kwa wizara ambayo unahihudumu? Mwelekeo ni kwamba tunawaonyesha wanamichezo kwamba moja, tunawasimamia na kuwaunga mkono sisi kama serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuko nao bega kwa bega. Hatumuiti Mheshimiwa Rais mwanamichezo namba 1 bila sababu. Tunamuita kwa sababu amekuwa akionyesha hayo kwa vitendo. Mambo ya kufanya kwenye nchi yako mengi, lakini pamoja na yote Mheshimiwa Rais kama mwanamichezo namba 1 kama tunavyomuita, amekuwa akiunga mkono michezo sambamba na mambo mengine mengi ambayo amekuwa akiyafanya mazuri kwa ajili ya nchi hii. Kwa hivyo hili lilikuwa ni moja ya alama za wazi za dhahiri za kuonyesha jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais anawaunga mkono. Ametenga muda katika ratiba yake ngumu kuhakikisha anakutana na wanamichezo waliopata mafanikio mbalimbali mwaka mzima wa jana, na kimichezo ulikuwa miongoni mwa miaka mizuri sana kama unavyofahamu, na mafanikio mengi yametajwa humu ndani, ikiwemo timu za taifa za wanariadha, mabondia, lakini hali kadhalika vilabu vyetu. Kwa mfano Simba mwaka jana walifika fainali ya Confederation Cup, na unafahamu na yenyewe ilipoteza kwa timu ya Morocco ujanja hivi kama ambavyo timu yetu ya taifa ilifanywa. Kwa hivyo tunachoonyesha na Mheshimiwa Rais anachosisitiza ni kwamba tunatunza na kucherish haya mafanikio madogo madogo na makubwa, lakini kubwa zaidi ni kwamba tunasherehesha progress. Kwa mwaka jana tuliishia hapa, mwaka huu tumeishia hapa, sio kitu cha mzaha, ni kwamba kuna nguvu, akili na matumaini makubwa ya wanamichezo ambayo yamewekwa, na hicho ndio ambacho Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya. Kwa hivyo sisi kama Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambao tuna jukumu la kusimamia shughuli za michezo kwenye nchi hii, hayo ndio maono ya Mheshimiwa Rais, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuyatekeleza kwa vitendo, kumsaidia kazi hii Mheshimiwa Rais. Na direction ya Mheshimiwa Rais ameitoa kwamba hivyo niitake Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na mashirikisho ya michezo, vilabu na wadau wengine wa michezo kuhakikisha malengo tuliyojiwekea yanafanikiwa. Aidha, wizara ishirikiane na TAMISEMI kuweka mikakati mahiri ya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo ili kukuza michezo kuanzia ngazi za chini. Na tunapokwenda AFCON, muwe tu basi na kajimpango mahsusi kuchukua wachezaji wazuri wale wa mashuleni, tuwanunulie tu tiketi waingie wakaone wachezaji wa nje wanavyocheza, timu za nje zinavyocheza, ili watoto wetu wajifunze. Kama watoto wetu wanaangalia tu video kwenye YouTube na wanaigiza the same kinachofanyika kule, wanaweza kuona mpira unavyochezwa uwanjani na wakaigiza vile vile. Kwa hiyo hebu tuwachague, tuwanunulie tiketi wawe wanaingia kwenye mashindano mbalimbali wakaone mpira unavyochezwa na wachezaji wengine wa nje. Hali kadhalika nitoe rai kwa sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika michezo, mathalan uwekezaji katika vituo vya kukuzia vipaji, yani sports academy, ambao ni muhimu katika kujenga mfumo endelevu wa maendeleo ya michezo nchini. Tuwashawishi, tuwape vivutio sekta binafsi na wenyewe waweze kuingia kwenye kukuza vipaji vya watoto wetu. Na kwa kutambua umuhimu wa michezo katika kukuza fursa za ajira, uzalendo na umoja wa kitaifa, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayowezesha wanamichezo wetu kukuza na kuendeleza vipaji vyao ili baadaye watoe mchango wao katika timu zetu za taifa. Labda mpango utakuwaje sasa kuelekea utekelezaji wa hayo ambayo Mheshimiwa Rais
Ni kuongeza nguvu, kwa sababu tunayo michezo ya UMITASHUMTA na UMISETA ambayo inaendelea kufanyika na inafanyika kwa ukubwa. Nafikiri mtenge muda mwende mkashuhudie, lakini kwa sababu kuna kauli ya Mheshimiwa Rais juu ya hiyo ambayo imeongezea, inamaanisha kwamba tunaenda kuongeza nguvu kwenye usimamizi wa michezo kuanzia grassroots, hasa UMITASHUMTA na UMISETA, kwa maana ya kwamba mashuleni, ili kuanza kugundua, kulea na kutunza vipaji ili vije vilisaidie taifa hili.